Vurugu na migongano imezuka ndani ya CCM akihusishwa Waziri Paul Makonda. Nani atawania urais ndani ya CCM baada ya Samia Suluhu kuondoka mwaka wa 2030 limezua vita na migongano ndani ya CCM leo, huku Paul Makonda sasa awasha moto mkali akiwachimba mkwara mzito wana CCM wanaotaka urais mwaka wa 2030 kuchukua nafasi yake Samia Suluhu. Je, amechimba mikwara kwa sababu anautaka yeye? Jiunge nami hadi tamati, na kama kawaida yetu niambie unanitazama au kunisikiliza ukiwa taifa ama nchi gani, na kama umo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanitazama ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, ripoti zinazochipuka siku ya leo kutoka ikulu ya chama tawala cha CCM ni kwamba kuna vita, vurugu na migongano ambayo imeanza kuzuka. Mivutano na mvutano wa kisiasa umeongezeka ndani ya chama tawala leo cha Tanzania, huku maendeleo mapya yakiweka kipaumbele katika siasa za kurithishana kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Katikati ya hali hii ni waziri wa habari na utamaduni na sanaa na michezo Paul Makonda, ambaye maneno yake leo makali yameibua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa nchini. Ujumbe wake mzito ulioelekezwa kwa viongozi wanaodaiwa kujiweka kwenye nafasi ya urais sio tu umeibua hisia ndani ya Chama cha Mapinduzi, bali pia kwa wananchi wanaofuatilia kwa karibu mustakabali wa kisiasa wa nchi. Paul Makonda amezungumza na kuwashambulia viongozi ndani ya CCM ambao wanajaribu kumshusha Samia Suluhu kwa minajili ya kujiandaa kuwania urais mwaka 2030. Waangalizi wanasema sauti ya uingiliaji kati wake Paul Makonda inaonyesha wasiwasi wa kina kuhusu uaminifu, umoja na mwelekeo wa uongozi wa muda mrefu ndani ya taasisi tawala. Drama hii inayoendelea inahusishwa kwa karibu na uvumi unaokuwa juu ya jinsi hali ya kisiasa inavyoweza kuwa baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kumaliza muda wake wa uongozi, ambayo hii itakuwa ni mwaka 2030. Hata hivyo, wakati kinyang'anyiro kifuatacho cha urais, uchaguzi bado kikiwa kimesalia miaka mingi sana mbele, ujanja wa mapema miongoni mwa wanaoweza kugombea umeripotiwa kuzua msuguano ndani ya CCM kati ya safu za chama hicho tawala. Wachambuzi wanaona kuwa ushindani wa ndani ya CCM usiposimamiwa na kutulizwa kwa uangalifu unaweza kubadilika na kuwa mizozo ya vikundi ambayo inatishia mshikamano na kuvuruga chama hicho. Katika kesi hiyo, matamshi ya Paul Makonda leo yanaonekana kuashiria jaribio la makusudi la kukabiliana na kile anachokiona kuwa ni tamaa ya mapema miongoni mwa baadhi ya watu ndani ya CCM. Ujumbe ulikuwa wazi: uvumilivu wa kisiasa na uaminifu unasalia kuwa msingi wa kudumisha utulivu. Akizungumza katika mkutano wa hadhara mjini Arusha, Makonda alitoa ujumbe wake mbele ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, tukio ambalo liliongeza uzito na ishara katika maneno yake. Tukio hili lilibadilika haraka kutoka kwa ushiriki wa kawaida kwa umma hadi kuwa tamasha la kisiasa. Wafuasi waliokuwepo walielezea hotuba yake kama yenye hisia kali na isiyo na maelewano, huku wakosoaji wakiiona kama yenye mabishano yasiyo ya kawaida. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa matamko hayo ya Paul Makonda hadharani mara nyingi yameakisi mazungumzo ya ndani ya chama ambayo yamefikiwa kiwango cha kuchemka. Hata hivyo, mpangilio wenyewe ulizidisha uzito wa onyo hilo la Paul Makonda lililoelekezwa kwa wale wanaoaminika kufanya kampeni kimya kimya ndani ya CCM kuelekea mwaka 2030 kumrithi Samia Suluhu. Uingiliaji kati wa Makonda ulilenga zaidi kile alichokitaja kuwa ni majaribio ya baadhi ya wanasiasa kutumia changamoto za wananchi kwa maslahi binafsi ya kisiasa. Kulingana na simulizi yake, baadhi ya viongozi wanadaiwa kuanza kujiweka kama mbadala wa uongozi wa sasa kwa kuangazia kasoro za uongozi. Mkakati huu, alipendekeza, unaweza kuhatarisha kudhoofisha juhudi zinazoendelea za maendeleo ya kitaifa na kuondoa imani ya umma. Matamshi yake yalitoa taswira ya chama kilicho katika hatari ya kuvurugika iwapo wanachama wataruhusu matamanio yao binafsi kufidia uwajibikaji wa pamoja. Kwa watazamaji wengi na Watanzania wengi, hotuba hiyo iliashiria moja udhibitisho wa wazi zaidi wa mivutano ya awali ya urithi ndani ya CCM. Jambo la kushangaza ni tamko thabiti la Paul Makonda la uaminifu kwa utawala wa Rais Samia na chama cha CCM.
Paul Makonda alijionyesha kama mfuasi aliyejitolea ambaye anaamini sana katika mwendelezo wa sera zake na maono ya uongozi na sio kupigania urithi wa Samia Suluhu. Kwa kufanya hivyo, alijaribu kupata tofauti kati ya kile alichokiita kama huduma ya kuwajibika na uendeshaji nyemelezi wa kisiasa. Msimamo huu umejitokeza kwa baadhi ya wafuasi wa chama ambao wanahoji kwa kudumisha umoja nyuma ya rais aliyeko madarakani ni muhimu kwa maendeleo ya kitaifa. Wengine hata hivyo wanatafsiri matamko kama hayo kama nafasi ya kimkakati kwa haki yao wenyewe, wakionyesha utata wa mienendo ya ndani ya chama. Madai ya waziri huyo Paul Makonda kwamba wanaojiandaa kugombea urais mwaka 2030 hatimaye watashindwa yamekuwa mojawapo ya mambo yaliyojadiliwa sana katika hotuba yake leo. Wachanganuzi wa kisiasa wanasema utabiri huo wa kijasiri unaweza kuathiri wafuasi na wapinzani, uwezekano wa kuunda upya jinsi kampeni za siku zijazo pia zitakavyopangwa. Msitizo wake kwamba wananchi wangeweka maamuzi yao kwenye rekodi za utendakazi badala ya matamshi ulisisitiza ujumbe mpana zaidi kuhusu uwajibikaji. Simulizi hili linalingana na mwelekeo unaokuwa wa kikanda ambapo wapiga kura wanazidi kudai matokeo yanayoonekana kutoka kwa viongozi wao ndani ya chama tawala. Bado wakosoaji wanahoji ikiwa kuwafukuza washindani ndani ya CCM watarajiwa mapema kunaweza kuzidisha ushindani badala ya kuwatuliza. Ndani ya chama miitikio imechanganyika inayoakisi mitazamo tofauti inayoashiria vuguvugu lolote kubwa la kisiasa. Baadhi ya wanachama wamekaribisha matamshi ya Makonda kama uingiliaji kati wa lazima unaolenga kulinda nidhamu na umakini. Wengine wanahofia kwamba sauti ya ujumbe wake inaweza kuongeza migawanyiko kwa kuonekana kuwachagua wenzao ambao hawakutajwa majina. Katika mazingira ya kisiasa ambapo uaminifu na tamaa mara nyingi huingiliana, taarifa za umma hubeba maana kubwa ya ishara. Kwa hiyo hali hiyo, kama maneno ya Paul Makonda, imekuwa kipimo cha jinsi chama tawala cha CCM inavyosimamia mazungumzo ya ndani huku ikionyesha umoja kwa wapiga kura. Nje ya miundo ya chama, mjadala wa umma umepanuka kwa kasi katika majukwaa ya mitandao ya kijamii na majukwaa ya kisiasa. Wananchi wanazidi kujihusisha katika mijadala kuhusu kurithishana uongozi kabla ya mwaka 2030 na pia vipaumbele vya utawala na pia mwelekeo wa siku zijazo wa Tanzania. Kwa wapiga kura wengi wachanga, hasa mabishano hayo yanatoa taswira ya mapambano ambayo mara nyingi hufichwa, ambayo hutengeneza maamuzi ya kisiasa. Wachambuzi wanapendekeza kuwa uwazi katika mijadala hiyo unaweza kuimarisha ushirikiano wa kidemokrasia. Hata kama utafichwa mivutano kwa muda, hadithi inayojitokeza imekuwa sio tu suala la chama bali mazungumzo ya kitaifa. Wachunguzi pia wanataja matokeo ya kihistoria katika siasa za Tanzania ambapo mijadala ya kurithishana mara kwa mara imeibuka kimya kimya kabla ya kuibuka kwa ushindani wa wazi na hivyo kuweza kuzua vita au vurugu ndani ya chama tawala cha CCM. Katika muktadha huu, matamshi ya Makonda yanaweza kuwakilisha jaribio la kutatua migogoro inayoweza kutokea mapema. Hata hivyo, Watanzania wengi sasa wameibua maswali: ni kwa nini Paul Makonda ameweza kulizungumzia swala hili mapema sana ikiwa tayari uchaguzi uliopita haukumaliza hata mwaka mmoja na tayari wanaanza kuwaza na kuzungumzia uchaguzi wa mwaka 2030 ambao uko miaka mitano mbele na bado sana hata haujaweza kukaribia. Mtazamaji, wengine wameweza kusema ya kwamba huenda Paul Makonda mwenyewe ana mambo ambayo pia anayapanga kimya kimya, au ameweza kuona wengine ndani ya CCM wana mambo ambayo wanayapanga kimya kimya kuweza kumuondoa Samia Suluhu mapema au hata kuweza kuchukua nafasi ile ya urithi ya kiti hicho cha urais ndani ya CCM. Mtazamaji, na kuacha uwanja huo wa comment section unijuze maoni yako kuhusiana na matamshi haya ya Paul Makonda, na vile na kuuliza, je, unadhani huu ni wakati sahihi wa vita vya urithi ndani ya siasa za CCM kuanza? Na kuacha uwanja huo wa comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.